Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nishukuru kwa kunipatia nafasi hii nami niweze kuchangia hotuba ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha sisi sote kusimama mahali hapa tukiwa salama. La pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, nipongeze serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo inaendelea kutatua changamoto za Watanzania. Lakini pia nimpongeze Waziri Mkuu kwa hotuba yake nzuri na namna ambavyo anaendelea kushughulikia matatizo ya Watanzania pamoja na mawaziri walioko chini ya wizara yake wote na manaibu mawaziri na makatibu wakuu, manaibu makatibu wakuu na wakurugenzi wa wizara hii ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti ya Waziri Mkuu ni trilioni 12. Kule nje Watanzania wanadhani ni hela ya mfukoni ya kuweka Waziri Mkuu kwenye mambo yake. La hasha. Inabidi serikali jielekeze pia kueleza wananchi kwamba fedha hizi zinatumika kwa namna gani. Mfano, tuna miaka 10 TAMISEMI ilikuwa ofisi ya Rais. Na sasa TAMISEMI imerejeshwa ofisi ya Waziri Mkuu. Maana yake huko TAMISEMI ndiko kuliko na mzigo mkubwa wa watumishi wa serikali wanaowahudumia wananchi wa kwetu. Kwa lazima budget iongezeke na iwe kubwa. Kwa sababu mwananchi huduma nyingi anazipata kwenye ngazi za chini kabisa za serikali. Kama ni afya, kuna zahanati, watumishi wa zahanati ni wengi. Kama ni elimu, kuna shule, watumishi wa elimu ni wengi. Kama kuna watendaji wa vijiji wako wengi, kama ni kilimo wako wengi. Kwa hiyo ofisi ya Waziri Mkuu trilioni 12 ni fedha nyingi, lakini zinakwenda kutatua changamoto za Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, tatizo tulionalo sasa hivi ni barabara. Niungane na wewe Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati unachangia hapa asubuhi na wengine, tuna matatizo makubwa ya barabara. Tuone namna ambavyo tunaweza kutatua. Nimesoma bajeti ya TARURA ni fedha kidogo bado ukilinganisha na mahitaji ya Watanzania kwenye maeneo yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ulipokuwa unazungumza jimbo lako lina mjini na vijijini. Mimi na mji wa Kisesa pamoja na mji wa Bujola hauna barabara kabisa, zimekufa zote. Kuna maeneo ni mji lakini wananchi wanapaki gari zao kwenye sheli. Kuna maeneo akifariki mtu wakibeba mwili kwenda kufika Igeye kutokea uwanja wa Mkapa wanabeba kwa mabega wananchi. Si sawa. Kuna maeneo Mwaholi hawawezi kufika wananchi. Kwa hiyo kama mtu anabeba mwili kwa mabega kwa karne hii, si sawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakubaliana kwamba kazi nyingi zimefanyika, lakini bado kuna kazi nyingi zinatakiwa kufanyika. Kwa hiyo ulivyokuwa unachangia asubuhi Mheshimiwa Mwenyekiti, lazima tuangalie. Hii ni miji iliyokuwa sasa hivi. Mji wa Bujola una barabara moja tu ya rami ambayo imejengwa kilomita 1.7 ambayo inakwenda kwenye makumbusho ya Wasukuma. Mji wote wa Bujola, mji wote wa Kisesa hauna barabara ya rami hata moja. Hapo mwisho wakati tunakwenda kwenye uchaguzi, tuliahidiwa hapa na serikali Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba tutaleta fedha za dharura, wakaleta na barua. Manunuzi yakaandaliwa. Mikataba ikaandaliwa, mikataba mpaka leo haijasainiwa. Tumewaeleza wananchi hapo tutajenga kilomita 1.2, tutajenga kwa mitalo, tutajenga kwa rami. Mambo mengine hapo Mheshimiwa Mwenyekiti, tukatengeneza barabara ikaimarika angalau hata miaka miwili watu wakaitumia. Na mimi napata tabu sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Barabara za TANROADS zinaimarika. Barabara za TARURA haziimariki. Lakini nimepiga hesabu kwa jimbo tu la Magu au ukiangalia mkoa wa Mwanza mzima na mikoa mingine, barabara za TARURA ni nyingi kuliko barabara za TANROADS.
Kwa hiyo lazima tuangalie kwenye mgawanyo wa fedha hapo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ama tutoke kwenye 30% TARURA 70-5, twende 50-50 ili tuweze kutekeleza vizuri barabara zetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukitoka kona ya Kayenze leo kwenda shule ya Mwanza Girls kwenda Kayenze kule kilomita 19, wananchi hawapiti. Ukionyeshwa kwa drone unaweza kushangaa kwamba hii barabara iko wapi. Kwa hiyo yako mambo lazima tuyakabili. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati mwingine wilaya zetu zinaungana na wilaya nyingi. Ukienda Itilima, nilitegemea waziri mkuu siku amekuja Bariadi kule Itilima, akitokea Bariadi apite Mahaha, tukutanie pale Mwamnema, hakuna barabara. Kwa hiyo kama anakuja Magu lazima aende Ramadi, si sawa. Kama anataka kutokea Bariadi, kuna ule mto Ngudama, unahitaji daraja mto Ngudama pale Mahaha kwenda Itubukelo, lilipata kuunganishwa, halina gharama zaidi ya milioni 500. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimekuwa nikilizungumza humu kila mwaka. Lakini tuna barabara ya kutoka Kabila kwenda Nyasato, Nobola, Kabale kwenda Mahaha kilomita 25. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna miaka 3 hatujaitengeneza hiyo barabara. Kwa uhitaji wa fedha za barabara zinahitajika fedha nyingi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuangalie serikali namna ya kuweza kurekebisha, kuongeza fedha ili tuweze kurekebisha mabarabara hasa vijijini. Haya mabarabara Mheshimiwa Mwenyekiti ni vikwazo vya kiuchumi. Kuna maeneo Mheshimiwa Mwenyekiti, mchele ulipaswa kununuliwa 1800, lakini kwa sababu ya barabara mchele unauzwa 1300. Kwa hiyo maana yake kwamba ni vikwazo vya kiuchumi kwenye maeneo yetu. Sasa hapa ndipo napotaka kujenga hoja yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, fedha za tozo tunazopata milioni 500 ya jimbo na bilioni 1.5 kila jimbo, lazima tuangalie namna ya mgao. Mheshimiwa Mwenyekiti, huwezi kulinganisha mwenye dumu la lita 20 na mwenye pipa. Namna ya ujazaji wa maji lazima uende tofauti, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hiyo lazima tuangalie wenye majimbo makubwa, fedha hizi ziongezwe, tusilinganishe na majimbo madogo. Na mimi nataka kusema Mheshimiwa Mwenyekiti, tukifanya hivyo hakuna atakayelalamika humu kuhusu ukubwa wa jimbo au ukubwa wa wilaya. Mwisho Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna fedha inaitwa fedha ya service levy. Inaweza kuwa kubwa sana kwa Njombe, inaweza kuwa kubwa sana kwa jiji la Mwanza, inaweza kuwa kubwa sana kwa jiji la Dodoma. Fedha hii ni mapato ya ndani. Ushauri wangu, Mheshimiwa, malizia muda wako. Kwa nini fedha hii tusitenge kama fedha maalum kwa ajili ya kwenda kwenye barabara, ikawa fedha lindwa, mapato lindwa, kama ambavyo yako mapato ya Wizara ya Afya lindwa, ili fedha hizi kaenda moja kwa moja kutekeleza mabarabara ambayo yanaonekana ni yatachochea uchumi wa nchi yetu. Baada ya kusema hayo, naunga mkono hoja.